Ikutangazia kutoka jijini Dodoma, karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Wizara ya Nishati yawasilisha bajeti yake, na kwa kimataifa Papa Leo wa 14 amesema viongozi wa Afrika wana tamaa ya madaraka. Lakini katika michezo, CAF yakutana na nchi wenyeji AFCON 2027. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Langu jina ni Zinazire Mswima. Waziri wa Nishati Mheshimiwa Deogratias Ndejembi ameliomba bunge kuidhinisha jumla bajeti ya shilingi trilioni 2.5 kwa ajili ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mwaka 2026-2027 ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu yaliyopangwa. Kupitia hotuba hiyo, Mheshimiwa Waziri amesema serikali imepata mafanikio makubwa katika sekta ya nishati baada ya matumizi ya nishati safi ya kupikia nchini kuongezeka kwa kasi kutoka 6.9% mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% mwaka 2025. Serikali kupitia Wizara ya Nishati kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa taifa wa matumizi ya nishati safi ya kupikia wa mwaka 2024-2034 uliozinduliwa mwezi Mei 2024 wenye lengo la kuhakikisha angalau 80% ya Watanzania wawe wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatua zilizochukuliwa ni pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati safi ya kupikia kiafya na kimazingira na kuwezesha upatikanaji wa nishati safi ya kupikia kwa wananchi na katika taasisi hususan zinazohudumia watu zaidi ya 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na hatua zilizochukuliwa na serikali, matumizi ya nishati safi ya kupikia yameendelea kuimarika kutoka 6.9% mwaka 2021 hadi kufikia 28.6% ya Watanzania wenye nishati safi ya kupikia mwaka 2025, hatua ambayo imechangia katika kupunguza uharibifu wa mazingira dhidi ya matumizi ya kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia na pia kulinda afya za wananchi dhidi ya matumizi ya nishati zisizo safi za kupikia. Kwa namna ya kipekee, nitumie fursa hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono na uongozi wake uliotuwezesha kuwa na mwelekeo huu wa kitaifa wa kuhakikisha wananchi wetu wanatumia nishati safi ya kupikia, ajenda ambayo imempa heshima ya kuwa kinara wa nishati safi ya kupikia barani Afrika na kimataifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka 2025-2026 serikali iliendelea kutekeleza miradi ya utafutaji, uendelezaji na uzalishaji wa gesi asilia katika vitalu mbalimbali ikiwemo Mnazi Bay, Songosongo, Mnazi Bay Kaskazini, EAS Wembere, Lindi Mtwara na Songosongo Magharibi, ambapo utekelezaji upo katika hatua mbalimbali kama inavyoonekana katika sehemu B2 ya hotuba yangu ukurasa wa 84 hadi 92. Aidha, maandalizi ya uzalishaji wa gesi asilia katika kitalu cha Ruvuma eneo la Ntoria mkoani Mtwara yanaendelea kwa kuanza ujenzi wa bomba la kusafirisha gesi asilia lenye urefu wa kilomita 34.20 kutoka Ntoria hadi kiwanda cha kuchakata gesi asilia cha Madimba na kufanya maandalizi ya uchorongaji wa kisima cha uzalishaji cha Chikumbi 1. Mradi huu unatarajiwa kukamilika mwezi Septemba 2026 na kuwezesha uzalishaji wa gesi asilia kiasi cha futi za ujazo milioni 40 hadi 60 kwa siku kwa kuanzia, na uzalishaji kuongezeka hadi kufikia ujazo wa milioni 140 kwa siku kadri utekelezaji utakavyoendelea. Na moja kwa moja tuelekee mkoani Geita. Siku chache baada ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kanani Kiongosi kumwagiza mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba kukutana na wachimbaji waliokuwa wakilalamika kufukuzwa eneo la mgodi wa Bwesule uliopo kata ya Nyakagomba wilayani Geita, hatimaye mkuu wa wilaya amekutana na wachimbaji hao kusikiliza malalamiko yao. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana taarifa zaidi. Komba ameanza kwa kuwasikiliza wachimbaji hao ambao walitakiwa na mwenye leseni ya eneo la machimbo kuondoka, huku wakiomba tathmini wapate haki zao. DC Komba amefika katika eneo la mgodi kuwasikiliza baada ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Kanani Kiongosi
wakati akifanya mkutano wa hadhara katika eneo la Satellite ndani ya mamlaka ya mji mdogo wa Katoro kupokea malalamiko ya wachimbaji madini wakilalamikia kufukuzwa eneo la mgodi. Inatokea from nowhere, mtu anakuja tena, mtu mwenye wazifa wake madini, mtu na heshima zake, anatupa risali moja kwamba mwe mmeondoa mizigo yenu itoke. Na wakati huo sisi tunatumia gharama kubwa. Huyo mwenye leseni yake alionayo ni leseni ya utafiti ambayo ina thamani ya shilingi 200,000. Anafukuzwa. Lakini pia tuangalie hata huyu mwekezaji anayeingia anakuja kuwalipa watu, analipa si kitu cha mwendelezo, ni kitu cha muda mfupi. Sisi wachimbaji wadogo wa Nyakagomba tulifanya utafiti na kufanya matambiko ya kimila tarehe 14 mwezi wa kwanza 2026 huko mlimani. Tukaanza kuchimba tarehe 2 mwezi wa pili 2026 na tukaletewa ofisi ya ukaguzi. Viongozi wetu baadhi na waona wako hapa ambao walikuja kutusimamia na tukazalisha takribani mifuko 5,000 na zaidi. Ilikuwa imejaa hapa pote. Unaoona hapa ilikuwa ni poli, lakini kwa sababu ya ile mifuko yetu na mingine unaicheki ambayo imebaki ilikuwa ni mingi sana, pote hapa ilikuwa imejaa. Ilipofika tarehe 10 mwezi wa 4 2026 tukaitwa wachimbaji wote hapa na tukaambiwa kwamba sisi tuondoke kule mlimani, ibaki miti na ndege. Lakini sijui hilo carpet limebakije. Nafikiri mwenye nalo hakulithamini, ndio maana limebaki. Tumeenda mpaka tarehe 10 kwa tuna uzalishaji wa mifuko kama 4,000 kama na 600. Baada ya siku tarehe 9 walikuja watu wa madini hapo ambaye anaitwa ni Bwana Justin na watu watatu ambao walijitambulisha wao ndo wenye leseni. Bwana Justin akatuambia ilikuwa ni muda wa saa 10 na kwenye saa 10 akatuambia tunawapeni saa moja muwe nusu saa muwe mmeshatawanyika wote hapa. Afisa madini mkazi mkoa wa Geita Samuel Shaw ameeleza kinachotakiwa kufanyika kufuatia malalamiko hayo. Kinachofanyika ni mazoea yale ya kichimbaji, lakini hakuna utaratibu rasmi wa kisheria kwamba wewe umeingia kwenye leseni ya mtu kachimba madini alafu yule mwenye leseni amekuja naye ana interest na hapo. Hakuna utaratibu rasmi wa kisheria. Maana tukirudi kwenye sheria itaangalia nani aliyekuwa na haki madini ya hilo eneo hapo. Kufuatia malalamiko hayo, mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameitaka tume ya madini kuyatangaza maeneo yaliyo na leseni za utafiti kwa kila kata ili kuepusha mikanganyiko ya uchimbaji wa madini kuingilia maeneo ya watu wengine na kusababisha kupata hasara kama ilivyotokea katika mgodi huo. Kiutaratibu ametueleza panapokuwa na leseni ya utafiti hapastahili kufanyika uchimbaji wa aina yoyote ule. Iwe ni uchimbaji wa kwenu wa wachimbaji wadogo, maana yake tunakuwa tumekwenda kufanya uchimbaji kwenye eneo kinyume na na sheria. Kutoka katika mgodi wa Bwesule uliopo kata ya Nyakagomba, halmashauri ya wilaya ya Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Waziri wa nchi OWM TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema mradi wa uendelezaji wa bonde la mto Msimbazi utalibadilisha eneo hilo kutoka kuwa hatarishi kwa mafuriko na watu kuwa kitovu cha uchumi na mazingira jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati wa utiaji saini mkataba wa mradi huo, Profesa Shemdoe amebainisha kuwa mradi huo utazalisha hekta 57 za ardhi salama kwa ajili ya makazi na biashara, jambo ambalo litachochea ukuaji wa uchumi na kutengeneza ajira mpya. Huu mradi sio wa miundombinu tu, ni mradi wa kuleta mabadiliko ya kweli. Nataka niseme, hatufanui tu mkondo wa mto, tunajenga msingi wa mustakabali bora wa kubadilisha eneo ambalo ni hatarishi kwa sasa na kuwa sehemu muhimu kwa uchumi wa mazingira ya Dar es Salaam. Na kupitia mradi huu
yafuatayo yatafanyika. Kwanza, kunusuru maisha ya jamii zetu kwa kuhamisha zaidi ya nyumba 3,000 kutoka maeneo hatarishi kwa mafuriko na kutoa fidia sahihi. Tunahakikisha usalama na ustawi wa wananchi wetu. B, kutengeneza fursa mpya. Kwenye eneo hili tutapata hekta 57 za ardhi salama iliyotengenezwa na utatoa maeneo mapya kwa ajili ya makazi, biashara na vivyo hivyo kuchochea ukuaji wa uchumi kwa kutengeneza ajira. Na kuboresha miundombinu yetu. Ujenzi wa daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390 na karakana mpya ya mabasi ya mwendokasi eneo la Ubungo Maziwa kutaboresha kwa kiasi kikubwa usafiri na mwingiliano ndani ya jiji. Mradi huu ulianza kufikiriwa mwaka 2018 yalipotokea mafuriko makubwa na maafa makubwa kwenye bonde la Msimbazi. Hapa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, wakati huo akiwa makamu wa rais, aliamua kuitisha kikao cha wizara zinazohusika pamoja na watendaji wa serikali kujadiliana namna ya kutokomeza kabisa maafa ama mafuriko ambayo yanatokea pale Msimbazi. Kwa hiyo leo hii tumeshuhudia kusainiwa kwa mkataba huu wa kuendeleza bonde la Msimbazi. Nataka niwaambie, huu mradi ni mradi wa mama mwenyewe. Mama aliona umuhimu wa kuhakikisha kwamba yale maafa ambayo yalikuwa yanatokea kila mara kwenye eneo hili la mto Msimbazi sasa yafike mwisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu pia unajenga daraja jipya la Jangwani lenye urefu wa mita 390 ambao unasimamiwa na uwezesha wa TANROADS chini ya Wizara ya Ujenzi. Vilevile mradi unatarajiwa kuboresha maeneo korofi katika eneo la bonde pamoja na kuratibu shughuli za kibinadamu ili kudhibiti mmomonyoko wa udongo unaotuama eneo la chini na kusababisha mafuriko. Mradi ulianza rasmi mwezi Februari 2023 kwa maana effectiveness na unatekelezwa kwa muda wa miaka 6. Bunge la 13 ya bajeti 2026-2027 limeendelea na kikao chake jijini Dodoma. Mbunge wa Vwawa Mheshimiwa Japhet Hasunga, baada ya wizara kujibu swali lake la msingi kwenye Wizara ya Kilimo lililohusu vihenge vya kuhifadhia mazao. Baada ya majibu ya wizara, alipata nafasi ya kuuliza maswali madogo ya nyongeza, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Mradi wa ujenzi wa vihenge vya kisasa kwa maana ya magala vya kutunzia mazao vilivyopo eneo la Tazara Isangu Mbozi ni mojawapo ya miradi ya ujenzi wa vihenge na magala ya kisasa unaotekelezwa na Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, ujenzi wa vihenge hivyo ulikuwa unatekelezwa na kampuni ya Ferram SA ambayo ilishindwa kukamilisha kazi hiyo kwa wakati, na hatimaye serikali ilisitisha mkataba wake ukiwa umefikia 74% ya utekelezaji mnamo Oktoba 2024. Baada ya hatua hiyo, mkandarasi mpya Unai Araj amepatikana na anatarajiwa kukamilisha kazi hiyo ifikapo Juni 2027. Mheshimiwa Japhet Hasunga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu mazuri na yenye matumaini. Ninao maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa mkataba sasa umeshasainiwa mpya wa kampuni hii ya Uninia Araj, je, una thamani ya shilingi ngapi ili mradi huo uweze kukamilika?
Lakini swali la pili, kwa kuwa ujenzi huu umechukua muda mrefu sana na ulikuwa unatekelezwa kama ulivyosema na kampuni ya Ferram ambayo toka mwaka 2021 ilitangaza kwamba imefilisika na ikaacha kutekeleza miradi yote mitano katika maeneo ya mikoa mbalimbali. Sasa na sababu zilizotolewa ilikuwa ni kwamba anadai fedha zilizobaki hazitoshi kukamilisha mradi huu. Sasa swali langu, je, serikali imeshapata fedha za ziada toka wapi ili ziweze kutumika kukamilisha mradi huu? Asante. Ajibu Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa Mbozi kwa maswali ya msingi, na kiukweli amekuwa akipigania jambo hili, mbunge wa Vwawa Mheshimiwa Sunga, kuhakikisha kwamba mradi huu wa viwenge unakamilika. Jambo moja tu ambalo nataka nimhakikishie, moja, thamani ya mradi ambao sasa kwa sababu ni viwenge vyote ambavyo vilikuwa chini ya Ferram, tumesaini mkataba mpya wa dola milioni 38 ambao sasa utakamilisha vikiwemo hivi vya Mbozi na maeneo mengine. Lakini kuhusu fedha tunayo, kwa sababu NFRA wamekuwa wakifanya biashara ya mahindi na wewe unafahamu, na ndio maana wamenithibitishia. Nimeongea na mkurugenzi mimi mwenyewe akaniambia vitakamilika kama ambavyo tumesaini katika mkataba. Kwa hiyo kwa sasa hivi fedha ipo na mradi ule utakamilika kama ambavyo sisi serikali tumepanga. Kwa hiyo wathibitishie tu wananchi wa Vwawa na mkoa wa Songwe kwamba vienge vile vitakamilika kwa wakati na watafanya biashara yao kwa uhakika. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mtazamaji, ukiwa ndo unajiunga nasi, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wadau wakutana kujadili maendeleo ya elimu mkoa wa Songwe. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kupitia Sky TV. Langu jina ni Zinazile Mswima. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Omari Makame amekutana na kufanya mazungumzo na taasisi ya Tanzania Education Network kushirikiana na wadau wa sekta ya elimu nchini kwa lengo la kujadili namna ya kuimarisha maendeleo ya elimu mkoani humo. Kutazama mkoa wa Songwe kwa mtazamo wa kipekee, akisisitiza kuwa licha ya jitihada zinazoendelea kufanywa na serikali, bado mchango wa wadau hao unahitajika zaidi, hususan katika kipindi hiki cha mabadiliko ya sera na mtaala wa elimu ya msingi. Kwa na mimi nitumie fursa hii ni waombe wadau wetu wa elimu ambao mnaratibiwa kupitia taasisi yetu ya TENMET kuitazama Songwe kwa namna ya kipekee. Pamoja na jitihada ambazo sisi tumeanza kuzifanya, lakini tunawahitaji sana katika mkoa wetu wa Songwe kuweza kufanya uwekezaji mkubwa na kufanya maandalizi ya kuweza kukabiliana na huu mzigo mkubwa ambao unatokea baada ya haya maboresho na mabadiliko ambayo tuliyofanya kwenye sera, lakini pia mabadiliko kwenye mtaala. Najua ziko taasisi hapa mnawekeza kwenye eneo la miundombinu, lakini mko taasisi mnawekeza kwenye soft part of education kwa maana ya mifumo. Wote kwa pamoja tunawahitaji, lakini ziko taasisi mnawekeza kwenye jamii, kwa sababu jamii ina sehemu yake pia ya kufanya utekelezaji. Upande mmoja ni kama serikali tuna wajibu wetu wa kutimiza, upande mwingine walimu wetu wana wajibu wao wa kutimiza, upande mwingine jamii kama jamii ina wajibu wa kutimiza. Kwa hiyo wadau wote ambao mnajikita katika maeneo hayo yote, uwekezaji kwenye eneo la miundombinu, lakini kwenye eneo la walimu kuwajengea uwezo, capacity building kwa ajili ya walimu wetu kuwajengea uwezo, lakini hali kadhalika kwa ajili jamii kuwapatia elimu waweze kuona umuhimu wa elimu. Tunazo changamoto zingine za kuacha shule kabla hawajafika ule wakati, drop out, kabla hawajafika ule wakati ambao wanatakiwa. Ukiangalia kuna changamoto tu za kijamii ambazo jamii wakielimishwa wana uwezo wa kuchukua jukumu la kuweza kuwasaidia watoto wetu na wakamaliza katika ngazi mbalimbali za elimu. Changamoto za ukatili pia zipo katika jamii, lakini yako mambo mengine ambayo yanahitaji wadau kuweza kufanya kazi, yanahitaji intervention mechanism kutoka kwa wadau wetu wa elimu katika jamii, ili sote kwa pamoja tuweze kushirikiana, tuweze kufikia yale malengo ambayo tunayokusudia. Kwa hiyo mimi niwaombe sana kwa kwanza kwenye ahadi zenu ambazo mnakwenda kuzitoa siku ya tarehe 24, basi ongezeni pale ambapo mlikuwa mnaishia, basi ongezeni ili tumweze kufikia sehemu kubwa zaidi. Lakini kwa wale ambao hawakuwa na miradi katika mkoa wetu wa Songwe, basi fikirieni mkoa wa Songwe kuja kutekeleza miradi yenu. Kwa wale ambao miradi yao tayari wameshaiandika, wanakamilisha tu taratibu za mwisho kwa ajili ya kuja kufanya utekelezaji,
basi tuharakishe na karibuni katika mkoa wa Songwe. Mimi ninachopenda kuhakikishia kwamba tuna commitment kubwa. Sisi mdau yoyote ambaye anakuja katika mkoa wa Songwe kuja kutunga mkono kwenye jambo lolote lile, sisi hatutamwacha. Ninyi pia wadau wetu wa elimu, mimi nawahakikishia kwamba mkoa wa Songwe tuna commitment ya hali ya juu sana. Tuangazie taarifa nyingine kutoka mkoani Arusha. Zaidi ya wagonjwa 300 kutoka mikoa ya Arusha na mikoa mingine ya jirani wanatarajiwa kunufaika na kambi ya siku 5 ya huduma maalum za matibabu kwa gharama nafuu zinazolenga magonjwa sugu ya moyo, ubongo pamoja na uti wa mgongo, zitakazotolewa kwa ushirikiano baina ya madaktari bingwa kutoka nchini Marekani na Tanzania katika hospitali ya Aga Khan ya jijini Arusha. Ila katika kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais wetu katika kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha utalii tiba nchini, TanLink ikaja na wazo la kuhakikisha tuna coordinate na kusimamia hizi kambi za matibabu za madaktari bingwa kuja kutoa matibabu hapa nchini. Inaonekana kuna wimbi kubwa la watu wana changamoto za magonjwa ya moyo, lakini hawajijui kwa sababu hawaonyeshi dalili zozote. Ila anapokuja mtu kufanya check up, anapokuja kujua afya yake, inasaidia huyu mtu kugundulika mapema na kupata matibabu mapema. Tunachotaka ni early detection. Tunataka disease iwe detected early ili tuwape timely management. Management ni muhimu sana. Next, wale wagonjwa ambao tayari wana shida ya pressure na sukari, pia hatuwazuii. It's not just screening, ni pia wale wanatakiwa waje ili wajue progress ya ugonjwa wao inaenda vipi, kwamba is it controlled, is it not controlled, wanatakiwa wafanye nini. And follow up pia ni muhimu, so that tuendelee na continuity of care na tuendelee kuwaona on regular basis so that we don't head into complications. Shule ya msingi ya Jeshi la Wokovu iliyopo Manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam, ambayo inahudumia watoto wenye ulemavu wa viungo na wale wenye ualbino, ina mpango wa kujenga bweni la wasichana ili kuchukua watoto wengi zaidi kukidhi mahitaji. Shule hiyo iliyoanzishwa mwaka 1967 na Kanisa la Jeshi la Wokovu inaendeshwa kwa ubia na serikali. Imekuwa ikipokea maombi ya watoto kati ya 130 hadi 150 kujiunga darasa la kwanza, huku ikiwa na uwezo wa kuchukua wanafunzi 30. Ili kukidhi mahitaji, uongozi umeandaa siku maalum itakayowakutanisha wadau mbalimbali kwa lengo la kuchangisha fedha kufanikisha ujenzi huo pamoja na ununuzi wa basi la shule. Lakini shule yetu ni shule ambayo inapokea wanafunzi wa mikoa yote ya Tanzania, lakini ni shule ambayo pia kitaaluma inafanya vizuri sana. Tunao wahitaji wengi wanaopenda kujiunga na shule hii. Kwa mfano, sisi kwa darasa la kwanza tunapokea watoto kati ya watoto 25 mpaka 30 tu, lakini watoto tunaopokea maombi yao hapa ni kati ya watoto 130 mpaka 150. Sasa tunapata mashaka kwamba tunapopokea watoto 30, hawa 100 wanakwenda wapi? Tunajaribu kufuatilia na kuwapokea hata wale ambao tunaona umri umewapita, lakini tunawapokea. Sasa wito wangu kwa jamii, siku ya tarehe 24 tutakuwa na siku ya matumaini. Tunawakaribisha jamii mahali popote walipo, taasisi mbalimbali, mashirika pamoja na watu binafsi, kwa ajili ya kufanya hiyo harambee kubwa itakaofanyika hapa kwetu. Na lengo kubwa la harambee hiyo ni kuisaidia serikali pamoja na wenzetu wa Jeshi la Wokovu ambao siku zote ndio wanaowatamia na kuwasaidia watoto hao. Tunategemea kujenga bweni la wasichana na pia tunategemea kununua basi la shule la watoto. Kwa upande wake, askofu wa Kanisa la Jeshi la Wokovu Tanzania, Kanali Samuel Mkami, amesema watoto wengi walionao wanatoka kwenye familia maskini na kwa sasa misaada ya wafadhili imepungua na kuiomba jamii kusaidia kutatua changamoto zilizopo. Aina ya watoto tulionao, wengi wao wanatoka katika familia maskini sana. Kwa hivyo wanahitaji usaidizi. Na tukisoma katika maandiko ambayo sisi tunahubiri katika Wakorintho wa pili sura ya 9 kifungu cha 7, tunakumbushwa kwamba Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu, si kwa lazima, isipokuwa kila mtu anachokipanda ndicho atakachovuna. Hivyo natoa wito kwa jamii ya Kitanzania
mashirika mbalimbali, wafanya biashara na watu wenye mapenzi mema, ili tuungane pamoja na tuweze kuwasaidia watoto hawa. Kumsaidia mtoto wa namna hii mwenye ulemavu, mimi ninaona kabisa kwamba tunamgusa Mungu, tunagusa moyo wa Mungu. Shule hiyo imekuwa ikifanya vizuri kitaaluma, ambapo mwaka 2024 ilishika nafasi ya 8 kiwilaya kwenye mtihani wa taifa wa darasa la 7 na mwaka jana imeshika nafasi ya 2 kiwilaya katika mtihani wa taifa wa darasa la 4. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba amechukua fomu ya kujiunga na chuo cha VETA mkoa wa Geita ili kuanza masomo ya umeme wa majumbani, akisema ujuzi ni muhimu katika maisha ya kila siku. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita ana taarifa zaidi. Sky TV. Sky TV. Sky TV. Ni zaidi ya miezi minne sasa imepita tangu mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba alipotangaza hadharani kuwa ana nia ya kujiunga kusoma umeme wa majumbani katika chuo cha VETA mkoani Geita. Ilikuwa mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka uliopita alipotamka kuwa atajiunga na VETA. Wakati huo alikuwa mgeni rasmi katika mahafali ya wanafunzi yaliyofanyika shuleni hapo. Hatimaye sasa DC Komba amefika chuoni hapo kuchukua fomu kuanza rasmi masomo ya umeme wa majumbani, huku akisema ni muhimu kuongeza ujuzi katika maisha ya kawaida. Kwa nimekuja hapa kujifunza umeme wa majumbani na nitashiriki kikamilifu kama mwanafunzi. Nitazingatia yote yatakayotolewa hapa, na kuna vitu vimenifurahisha sana. Cha kwanza, nimefurahishwa na uwekezaji mkubwa sana uliofanywa na serikali kwenye vyuo vyetu vya ufundi stadi. Kwa kweli tuna kila sababu ya kuipongeza sana serikali. Tunamshukuru sana Dr. Samia. Nimetembelea, nimeona vifaa mbalimbali vilivyopo kwenye karakana yetu hapa ya chuo cha ufundi stadi VETA mkoa wa Geita. Nimeona vifaa vingi vya kutosha, lakini ada ndogo sana. Ada ya kutwa 60,000, ada ya hostel 120,000. Sasa unaweza kujiuliza, kwa 120,000 vifaa vyote vinatoka wapi? Hii ni ishara kwamba serikali imeamua kuwekeza kwa kiwango kikubwa sana, imenunua vifaa vya kutosha, na ndio maana ada ni kidogo, kwa sababu serikali inamalizia. Lakini jambo la pili, nimeona umahiri na uhodari wa walimu ambao wamewekwa kwenye vyuo vyetu. Tumemfuatilia sana hapa madam hapa ambaye atakuwa ni mwalimu wangu wa umeme wa majumbani. Nimeangalia mfumo huu mkubwa sana ambao ameuunga hapa. Unajifunza kwamba kweli chuo cha VETA Geita tunao walimu hodari ambao ni wajuzi wa mambo, na kwa kweli wamebobea. Asante sana mwalimu kwa walau haya ambayo. Mkuu wa chuo cha VETA Geita amesema kuwa masomo ya VETA yamegawanyika katika sehemu mbili, ambayo ni masomo ya asubuhi na jioni, huku akisema mkuu wa wilaya atachukua masomo ya jioni. Mafunzo yetu kama nilivyosema yapo na modality mbili. Tuna afternoon session lakini tuna morning session. Wewe utachukua mafunzo yako katika mfumo wa evening session, na utafundishwa vizuri sawa na wale ambao wako asubuhi, na walimu watakuwa ni hawa tutakubadilishia walimu. Kwa hiyo usifikirie kwamba pengine utapunjwa, ni kuhakikisha kwamba hautapunjwa. Nashukuru sana. Utatoka hapa na wewe utakuwa umeiva vizuri, na nimeona ulikuwa unauliza swali, kwa hiyo tafsiri yake kwamba umeshaelewa katika hali ya introduction tayari. Kwa hiyo mengi makubwa yanakuja. Ndugu wanachuo, nafikiri sio jambo rahisi sana, na msione jambo la kawaida. Mlishawahi kumwona mkuu wa wilaya anasoma? Kwa nini huyu amekuja? Nani ana majibu? Swala ni kwamba anataka kwanza ku appreciate mlichokuwa mnakifanya nyie. Yes,
leo ni starting point. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuja kujiunga na chuo chetu, yeye pia anakwenda kuwa mwanafunzi kama ambavyo ninyi ni wanafunzi, na hii ni kwa ajili ya kuleta chachu katika wilaya yetu, lakini pia na mkoa wetu wa Geita. Moja ya majukumu ya vyuo vya VETA hapa nchini ni kutoa mafunzo ya ufundi stadi ili kuwawezesha wananchi kujitegemea na kuajiriwa. Michael Francis Bundala, Sky TV. Na sasa tunawaletea mkusanyiko wa habari za kimataifa na Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameanza awamu ya 4 na ya mwisho ya safari yake barani Afrika kwa kuitembelea Guinea ya Ikweta, ambako alipokelewa na umati mkubwa katika nchi hiyo yenye Wakatoliki wengi. Akiwa mjini Malabo, Papa Leo amelaani kile alichokiita ukoloni wa kuyapora madini ya Afrika na tamaa ya madaraka, kauli aliyoitoa katika nchi inayoongozwa na Rais Teodoro Obiang Nguema Mbasongo mwenye umri wa miaka 83 na aliye madarakani tangu mwaka 1979. Hata hivyo, Papa Leo amepangiwa baadaye kuzungumza na Rais Nguema, viongozi wa serikali, wanadiplomasia pamoja na wawakilishi wa asasi za kiraia, na pia ataongoza misa kubwa katika uwanja wa Malabo kabla ya kukamilisha safari yake ya siku 10 katika nchi 4 za Afrika. Kwingineko, Sudan Kusini itafanya uchaguzi mkuu mwezi Disemba mwaka huu baada ya miaka mingi ya kucheleweshwa mara kwa mara. Uchaguzi huo uliotakiwa kufanyika tangu mwaka 2022 unatarajiwa mara hii licha ya nchi hiyo kuwa ukingoni mwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kutokana na mivutano kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar. Hayo yamesemwa na waziri wa habari wa nchi hiyo Anteni Wiki Aten, ambaye amesisitiza kuwa kwa sasa nchi hiyo inashuhudia hali ya utulivu isipokuwa katika jimbo la mashariki mwa Jonglei. Huu utakuwa uchaguzi wa kwanza tangu Sudan Kusini ipate uhuru kutoka kwa Sudani mnamo mwaka 2011. Hata hivyo, nchi hiyo maskini inazongwa na ufisadi uliokithiri, huku vifungu kadhaa vya makubaliano ya amani vikiwa havijafikiwa, ikiwa ni pamoja na kuunganisha vikosi vya kijeshi vinavyoendelea kupingana. Na hatimaye, Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kurefusha muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Irani ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani kukamilika. Trump amesema amechukua hatua hiyo kufuatia ombi la Pakistani na imechukuliwa ili kuwapa muda viongozi wa Irani kuafikiana kuhusu kile alichokiita pendekezo la pamoja. Hata hivyo, bado haijafahamika ikiwa duru ya pili ya mazungumzo ya Islamabad itafanyika. Irani haijaeleza wazi ikiwa itashiriki mazungumzo hayo ya amani kutokana na jeshi la Marekani kuendeleza vizuizi vyake kwenye bandari zake. Haijafahamika ikiwa Irani imekubaliana na uamuzi huo wa Marekani. Ujerumani imeitolea wito Irani kushiriki mazungumzo hayo, huku Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akisisitiza kuhusu umuhimu wa diplomasia katika kusuluhisha mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojili leo katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC?
ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Jina langu Lai Saidi. Kamati ya maandalizi ya michuano ya AFCON kwa mwaka 2027 ambayo inaongozwa na Bwana Leod Gachila Tenga imekutana na kamati nyingine za Kenya, Uganda na CAF kujadili maandalizi ya michuano hiyo ambayo itafanyika kwa mwaka 2027, na hii ilikuwa ni katika kikao kilichofanyika jijini Kampala nchini Uganda kwa ajili ya kujadiliana hatua za maandalizi kuelekea mashindano hayo makubwa barani Afrika. Katika kikao hicho wajumbe wamejadili masuala mbalimbali ikiwemo tathmini ya mashindano ya Chani ili kujifunza na kuboresha maeneo muhimu kama uendeshaji, utaratibu na maandalizi ya timu shiriki. Aidha, ajenda kubwa imekuwa ni maandalizi ya miundombinu ya viwanja na usalama wa mashabiki uwanjani. Vile vile katika kikao hicho kimeangazia mikakati ya kuhakikisha AFCON inakuwa ya kipekee na ya kuvutia na yenye ufanisi kwa kuzingatia kuwa ni mashindano ambayo yanaandaliwa kwa ushirikiano wa nchi tatu kwa mara ya kwanza katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Na kwingineko ni kuhusiana na kikosi cha Simba Sport Club kimewasili salama visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi yake kuelekea mchezo wake wa kesho dhidi ya Mafunzo FC, ikiwa ni mchezo wa michuano ya kombe la Muungano Cup. Simba inatarajia kucheza mchezo wake wa kwanza wa mashindano hayo siku ya kesho, ambapo majira ya saa 2:15 usiku itakuwa katika uwanja wa New Amani Complex kukipiga dhidi ya Mafunzo FC. Lakini pia tukielekea taarifa nyingine ikihusisha kuhusiana na baada ya kutambulishwa siku ya jana, kocha mkuu wa kikosi cha Mbeya City ambaye ni Salum Shabani Mayanga ameeleza mkakati wake wa kuisuka timu hiyo kuhakikisha inabaki salama katika ligi kuu. Nimeweza kufika salama Mbeya, lakini pia nawashukuru viongozi
pia wachezaji wenzangu kwenye benchi waliosalia, pamoja na mashabiki wa Mbeya City wanaonyesha niamini nimerudi. Kurudi kwangu hakuna miujiza, tahitaji ushirikiano kutoka kwa watu kutoka kuwataja na wengineo, kwa sababu bila ushirikiano wao kile ambacho kinatafutwa hakiwezi kupatikana. Kazi iliyokuwepo ni kujaribu kuiweka timu kwenye nafasi zilizo salama kwenye ligi kuu. Sio kazi ndogo, ni kazi ngumu. Itategemea mimi na wenzangu kwenye bench pamoja na wachezaji kuhakikisha tunafanya hilo, na hilo tutatakiwa tulifanye likiambatana na nidhamu ya kujituma kwenye mazoezi, pia kwenye mechi, nidhamu baada ya matukio hayo. Lakini wakati huo kuona tuna kazi kubwa na deni kwa uongozi na mashabiki wa timu ya Mbeya City. Kwenye kuanza nadhani nimekuta timu ina tayari na points, imeshacheza mechi, sio kazi ndogo ambayo nyuma imefanyika. Mimi naendelea pale ambapo wenzangu nimewakuta wamepaachia. Kwa hiyo naendeleza, sio kuanza. Naendeleza pale ambapo wenzangu wameachia na kuona tunaweka nguvu ya kupambana na kujaribu kuongeza points na timu kwenye mazingira yaliyo salama kwenye msimamo wa ligi. Imani ya watu wote, viongozi na mashabiki wa timu ya Mbeya City nadhani imeonekana wazi. Kwa upande wangu ni deni kubwa, na kwa upande wa vijana nadhani tukishirikiana vizuri na wenzangu kwenye benchi, kile ambacho viongozi wamefanya maamuzi ndicho ambacho tunaweza tukakidhi haja zao. Ni kocha Shabani Salum Mayanga anarejea tena ndani ya kikosi cha Mbeya City mara baada ya kuipandisha timu hiyo kutoka Championship na kurejea ligi kuu msimu wa 2025-26. Na tukielekea kimataifa ni kuhusiana na klabu ya Chelsea yenye imethibitisha kumfuta kazi kocha Liam Losinia, taarifa ambayo imethibitishwa na klabu hiyo muda mfupi uliopita. Taarifa hiyo imeeleza kuwa ni maamuzi ya pande zote mbili kufuatia mfululizo wa matokeo mabaya ya timu hiyo kwenye michezo ya ligi kuu nchini Uingereza. Losinia amehudumu kama kocha mkuu wa klabu hiyo ya London kwa siku 107, ambapo alichukua nafasi ya Enzo Maresca mwezi Januari, ila vipigo 7 kwenye michezo 8 iliyopita vimefanya aondolewe kwenye kiti hicho. Kocha huyo raia wa Ufaransa alisaini mkataba wa miaka 6 na Chelsea akitokea klabu ya Strasbourg ya Ufaransa ambayo inamilikiwa na kampuni ya Bruco yenye mahusiano na klabu ya Chelsea. Katika michezo 5 mfululizo ya ligi kuu ya soka nchini Uingereza, Chelsea imepoteza michezo yote na kushindwa kufunga bao lolote, rekodi ya takwimu ndogo zaidi ya ufungaji katika klabu hiyo toka mwaka 1912. Na taarifa hiyo inatufungia taarifa za michezo pamoja na burudani. Zile Mswima yuko hapa kukamilisha ulimwengu wa habari. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, mtazamaji, kuanzia saa 3 kamili usiku wa leo kutoka kwao TMA. Huu ni utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania.
Picha za satellite kwa mchana wa leo zimetuonyesha uwepo wa mawingu mazito yalionekana katika maeneo ya pwani ya kaskazini kuelekea sehemu za nyanda za juu kaskazini mashariki. Lakini ripoti ya mvua ya masaa 24 yaliyopita mpaka ilipotimia saa 3 asubuhi ya leo, kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo kilichopo Tanga kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 74.4 kufuatiwa na milimita 65.7 katika kituo kilichopo Zanzibar. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro kutajwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Sehemu nyingine za nchi zikitajwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana kupungua kwa kiasi kubwa katika maeneo mbalimbali ya nchi isipokuwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na maeneo ya mwambao wa pwani yetu ya Bahari ya Hindi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa iliyopo katikati mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na mvua na ngurumo. Wakati mkoa wa Dodoma ukitarajiwa kuwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na mvua na ngurumo pamoja na mvua. Mkoa wa Morogoro halikadhalika unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na mvua na ngurumo. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi, mvua na ngurumo pamoja na mvua. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Mtazamaji, na hapa ndipo natia nanga katika safari ya ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima ya Sky TV, langu jina ni Zinazine Mswima na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa Sky TV. Usiku mwema.